Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika siku ya leo ya Jumamosi. Tumebakiwa na saa chache kuelekea siku yetu ya mchezo dhidi ya Esperance. Kila kitu kinakwenda vizuri kwa upande wa maandalizi ndani na nje ya uwanja. Tayari wageni wetu wameshawasili Tanzania. Tayari maafisa wote wa mchezo wameshawasili Tanzania. Na Simba Sports tumepata nafasi ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na baadaye wageni wetu na wenyewe watapata nafasi ya kufanya mazoezi hapa hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na baada hapo inakuwa tayari tumeshaingia rasmi katika mchezo wetu huu dhidi ya Esperance. Mara baada ya mazoezi wachezaji wakapata nafasi ya kuzungumza na viongozi kiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, mwenyekiti wa klabu, wakazungumza na wachezaji kuwakumbusha umuhimu, thamani ya mchezo wetu wa kesho, ikawakumbusha kitu gani wanapaswa kufanya kwa ajili ya kesho, wakawakumbusha wanapaswa kupambana kwa ajili ya Simba, kupambana kwa ajili ya mpira wa Tanzania, kupambana kwa ajili ya mashabiki wa Tanzania. Mimi niseme tu ya kwamba kila kitu sasa kimeshakamilika kwa upande wetu. Palikobaki ni sehemu moja tu, kwa mashabiki kutimiza wajibu wao, na wajibu wao ni kununua tiketi na kuja uwanjani. Hilo ndilo eneo pekee ambalo limesalia hivi sasa. Kama shabiki wa Simba umeshanunua tiketi, basi itunze tiketi yako, kesho njoo nayo Benjamin Mkapa. Kama bado hujanunua tiketi mpaka wa sasa, hakikisha unanunua tiketi yako leo, kesho nakuja Benjamin Mkapa. Kama leo umeshindwa kununua tiketi yako, basi kesho siku ya mchezo hapa katika maeneo ya uwanja maeneo ya karibu na uwanja Benjamin Mkapa, tiketi zitauzwa kwa ajili ya watu kununua na kuja uwanjani. Huu ni mchezo ambao hatutarajii na hatutegemei shabiki yote wa Simba atabaki nyumbani, kutokana kwanza na ukubwa wake, lakini pili na umuhimu wake. Esperance ni miongoni mwa timu kubwa barani Afrika, anakuja kucheza dhidi ya Simba Sports Club, timu ya pili kwa ubora Afrika, dhidi ya timu namba 5 kwa ubora Afrika. Hii ndiyo mechi yenye hadhi kubwa Afrika weekend hii. Hii ndiyo mechi kubwa weekend hii Afrika, kwa sababu timu za daraja la juu zinakwenda kucheza mchezo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa mechi kama hii yenye hadhi kubwa, mechi kama hii kubwa, mechi hii ambayo Afrika nzima inaitolea macho, sio mechi ya shabiki wa Simba kubaki nyumbani kama kuangalia kwenye TV. Na nimefanya utafiti kidogo, nimebaini ya kwamba Simba hii ukiangalia live uwanjani inatia raha mara 50 zaidi na ukiangalia kwenye TV. Kwa hiyo shabiki wa Simba ambaye unataka raha, unataka kuenjoy, basi njoo Benjamin Mkapa siku ya kesho uje uione live uso kwa macho Simba yako. Lakini wapo wachezaji wengi wageni ambao mwana Simba hujawahi kuwaona. Sasa usikubali wachezaji hawa wageni wa Simba ukawaona tu kwenye TV. Njoo waone live kesho uwanjani wakifanya mabala yao. Ni mechi kubwa, tunawapa heshima zote. Esperance ni wakubwa wenzetu, tunapaswa kujipanga na kujiandaa vilivyo, kwa sababu ukienda kichwa amekuvua taulo ukweni. Lazima uende kwa umakini wa hali ya juu kweli kweli, na sisi tunafanya vitu vyetu kwa umakini wa kiwango cha juu kweli kweli, twende tukapate matokeo katika mchezo wa kesho. Na ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wana Simba, niko hapa kuwahakikishia na kuwathibitishia wana Simba ya kwamba maandalizi tuliyofanya na tunayomalizia kuyafanya kwa saa chache zilizobaki ni maandalizi ya kwenda kupata ushindi siku ya kesho. Kesho hatuna option yeyote tuliyobakiwa nayo zaidi ya kupata ushindi, na insha Allah kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa ubora na maandalizi ya wachezaji wetu, kwa userious ambao viongozi wetu wameuweka, mimi ninayo matumaini ya 100% kubwa kesho tunakwenda kupata ushindi. Kesho tunakwenda kuchukua alama zetu 3 za kwanza
kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kesho tunakwenda kuweka hai matumaini yetu ya kuelekea robo finali. Kwa ambao hawajashuhudia pengine nyota mpya Ino, tunaona mazoezini, tumeshawashuhudia kuna Oura, Geye, Ismail na Mohamed. Umewazungumzia baada ya mchezo wa mwisho pale Istanbul. Mashabiki wakategemea nini kwa nyota Ya kesho tutapata burudani mchanganyiko ambazo hujawahi kuziona mwana Simba. Kwanza kwa mara ya kwanza tunamuona Anicet Oura kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Tunamuona kwa mara ya kwanza Anicet Oura kwenye uwanja Benjamin Mkapa. Tunakwenda kumuona kwa mara ya kwanza Mamadou Jibril Kasali Tanja Minda Mlango kwa mara ya kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na tutakwenda kumuona kwa mara ya kwanza Ismail Olivia Toure kwa mara ya kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na tunakwenda kumuona kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Tanzania Ino Jospin Olemba katika mechi ya ligi ya mabingwa Afrika na katika ardhi ya Tanzania. Ndugu zangu wana Simba, ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu wa Afrika wote, Afrika hii tumeshuhudia vipaji vingi sana, tumeshuhudia wachezaji wengi sana. Ligi ya mabingwa Afrika mpaka hivi sasa kila timu imeshacheza mechi mechi 3, lakini tangu tumeanza kuishuhudia ligi ya mabingwa Afrika msimu huu hatujawahi kushuhudia ama kuona mchezaji aina ya Ino Loemba. Kwa mara ya kwanza ligi ya mabingwa Afrika itakwenda kuishuhudia kipaji kipya, kipaji kikubwa cha Ino Jospin Loemba. Mimi ni waalike, hii sio wa Tanzania tu, hii ni waalike wa Afrika wote, ni alike Afrika nzima. Kesho watupie jicho lao Benjamin Mkapa, waje washuhudie kipaji kipya Afrika, waje wamshuhudie Ino Loemba. Lakini sio tu Ino Loemba, ni mchanganyiko wa raha na burudani kesho zinakwenda kuonekana wakisimamiwa na mwamba wa Lusaka Clatous Chama, lakini Libase Geye akicheza mechi yake ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika nyumbani Tanzania. Lakini kama haitoshi, tutakwenda kumuona Anicet Oura kwa mara ya kwanza kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kesho ni mchanganyiko wa raha, burudani na mambo mengi mazuri yanakwenda kuonekana katika mchezo huo. Mwana Simba ama Mwafrika kwa ujumla, hii sio mechi ya kukosa. Watu kesho tutafurahi vibaya vibaya. Shomari Salum Kapombe El Capitano Baba Esa tayari amesha recover, yuko timam, yuko sawasawa, amefanya mazoezi leo kwa 100% na atakuwa jahazini kesho kuiongoza Simba Sports Club. Neno la ziada ni kuambia tu wana Simba ni kuambia wana Simba ya kwamba tunawakaribisha Benjamin Mkapa, waje watupe support, waje waipe support. Kimsingi hii ni Simba mpya na hawa wachezaji ambao tumewasajili safari hii wana matarajio makubwa kutoka kwa mashabiki wetu, kwa sababu wanajua wamekuja kwenye timu kubwa. Sasa wakiingia uwanjani alafu wakakuta kuna uhaba wa mashabiki, wao wenyewe wanakuwa demoralized kwamba au hii timu nilivyokuwa naifikiria na kuidhania ni tofauti. Kwa kesho twende tukawakaribishe wachezaji wetu, tukawakaribishe wachezaji ambao wameunda na kutengeneza Simba mpya, tukawape support, tukawatengenezee pressure ya mafanikio. Watakapoingia uwanjani wakakuta Benjamin Mkapa imetapika, hata wao wanapata pressure ya kutaka kufanya vizuri, kwa sababu hawataki kuwaangusha watu ambao wamekuja uwanjani. Chonde mashabiki wa Simba, hii sio mechi ya kukosa, hii sio mechi ya kukaa nyumbani. Kwa wale ambao bado wanaugulia matokeo ya mechi zilizopita, waachane nayo matokeo hayo, twende tukatafute matokeo mapya. Tumepoteza alama 9, twende tukatafute alama 9 zilizobaki, na hiyo inawezekana tukisimama thabiti
kwenye nguvu moja. Mchezo wa kesho ni sawasawa na pain killer. Ni mchezo ambao unaondoa maumivu yote kwa wanasimba. Ni mchezo ambao unasahaulisha yote yaliyopita. Ni mchezo ambao unakwenda kutuzalisha upya wanasimba na kututengenezea imani na matumaini mapya wanasimba. Ni mchezo mpya kabisa huu ambao hatujawahi kucheza wanasimba. Kwa wale wote ambao bado unajua alikosa nafasi, unajua yale yote tunakwenda kuyasahau rasmi kesho. Dakika 90 za kesho, kila kitu kinakuwa ni kipya. Tunakwenda kuandika historia mpya, tunakwenda kuwafurahisha mashabiki wetu kwa kiwango cha juu kweli kweli. Mechi gani leo? Wanachezea wapi? Zanzibar kuna mechi? Okay. Mimi niwaombee wale wote ambao watavaa jezi nyekundu katika mechi zao za ligi ya mabingwa Afrika wapate matokeo mazuri. Wanaombea kina nani wale?